Shena Mtita TV, Shena Mtita TV, Shena Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Karibu kwenye Sport Info Update za kisoka, ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa. Na kinachoendelea kuzungumzwa ni athari baada ya kuhairishwa kwa mchezo wa tarehe 8 mwezi March 2025, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara wa dabi ya Kariakoo, Yanga Afrika dhidi ya Simba Sports Club, kwa yale yote ambayo yalikuwa yametokea. Na sasa hivi tumeona sakata limekuwa kubwa sana kwa Yanga Afrika dhidi ya bodi ya ligi na TFF. Yanga kisemekana wamepeleka shauri lao kule CAS kwa ajili ya kuweza kupata haki yao, wakitaka kufahamu kwa nini mchezo uliahirishwa, lakini pia kitaka alama zao 3 na goli 3 pia kulipwa fidia ya maandalizi ya mchezo huo wa dabi, ambapo kikanuni Young Africans alikuwa nyumbani katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani wake Simba Sports Club. Sasa mengi yanazungumzwa katika mitandao ya kijamii, huko kumepamba moto. Kila mchambuzi, kila mdau wa soka, kila shabiki anazungumza kile ambacho yanakiona ni fasaha. Hapa kuna maoni ya Mchome Mapovu baada ya kuona kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto ambaye ameongea siku ya juzi. Yeye ameanza kufikiria kwamba kama bodi ya ligi mambo yameanza kuwashinda hivi, na ile kauli ya kusema kwamba ikiwashinda basi wataiomba serikali iwasaidie. Sasa Mchome Mapovu anataka kuona hili swala likimalizwa na wenyewe bodi ya ligi, hataki serikali kama ihusishwe hivi, na kikubwa akisema kwamba wajitokeze watoe tu sababu za kuahirisha dabi ya Kariakoo na sio kuweza kuomba nafasi kwa serikali kuweza kutatua huu mgogoro kati ya vilabu hivi vikubwa viwili, lakini pia kati ya Yanga dhidi ya bodi ya ligi na TFF. Wewe maoni yako ni yapi? Hebu msikilize Mchome Mapovu kile ambacho anakiongea. Mmeshatoka kwenye mitandao, mmewachamba Yanga, mmeshaita viongozi wao wakacheze maagizo ya sinema zetu. Dakika za mwishoni mnakuja kutuambia jambo likitushinda serikali itaingilia kati, tutaomba msaada serikalini. Kwani serikali ile watuma nyemo watukane wale watu? Iko hivi, ni kweli mlituokoa tusishuke daraja, lakini kanuni lazima ifanye kazi. Yaani Watanzania tunachotaka kujua, mlitumia kigezo gani kuhairisha mchezo? Ni kanuni gani ilifanya kazi mpaka mchezo ukahairishwa? So shida, vitu vingine so shida. Tunataka kujua hapo tu kwamba ni kwa nini mchezo uliahirishwa. Na nachokiona mimi, Yanga wakienda kasi, jamani mambo yatakuwa mengi. Bodi ya ligi bora mngetoka mkatoa tu majibu, bana tuliahirisha mchezo kwa sababu ya kumlinda Simba asishuke daraja. Hayo mengine sasa ndio mtakaa chini na viongozi wa Yanga mjadili kiubinadamu, mambo yaishe. Je, ni kweli kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi inaweza kutafsiri kwamba kama bodi ya ligi mambo yamewashinda wanahitaji msaada kutoka kwa serikali? Ndio kitu ambacho nayo nakiona. Hebu niachie maoni yako hapo chini, na usisahau kusubscribe ili uwe namba 1 kupata habari zetu kutoka hapa rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Dada, mama, kijana ambaye unataka muonekano mzuri, kupendeza kwako ndio fahari yetu, na tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia. Njoo tukupendezeshe leo kwa huduma zote za saluni ya kike. Basi sehemu sahihi kwako ni JNR Mtita Unisex Saloon Mikwambe. Usiogope muonekano wa saluni zetu kama vile ambavyo zinaonekana. Ukifika hapa push au vuta, ingia ndani, nenda kahudumio kwa mitindo yote ya nywele ambayo sasa hivi iko bora na ina trend hapa town. Bei ni nafuu sana kama nilivyokuambia. Simple makeup kwa shilingi 5,000. Unaweza kupata wapi sehemu ambapo unaweza kupata bei kama hii kwa simple makeup? Bali na hapo tuna bodre kwa shilingi 3,000 tu za Kitanzania. Kuosha pamoja na kuseti ni shilingi 2,000 tu za Kitanzania. JNR Mtita Unisex Saloon, karibu upendeze kama mimi vile ambavyo nakaribia siku hii ya leo. Muonekano wa saluni zetu ni nzuri kabisa, lakini pia kitu kizuri ni kwamba wahudumu wetu wanatoa huduma nzuri, na ndio maana nimekuambia karibu siku zote upendeze. Vifaa bora kabisa, full AC, yani ukifika hapa no sweat.
Na kama nilivyokuambia tunapatikana Mikwambe, Maliasili. Ukiwa unatoka feri unapanda gari za Tuangoma au Kibada, unashuka kituo kinaitwa Maliasili, mkono wa kushoto ndipo ambapo saluni zetu zinapopatikana. Tembelea leo kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la @officialgrmtita_unisex. Karibu upendeze.